Karibu ndugu na dada msikizaji mpendwa, mahali ambapo ulipo. Ni mimi wenyu Medical Missionary Dr. Evangelist Judith Nabwire, nikiendelea kukuletea mfululizo wa kipindi cha afya. Hakika tunaendelea kuongea mengi sana kuhusu afya yetu. Kumbe huu mwili ambayo Mungu wetu alituumbia, kila kiungo ambayo kiko katika mwili wetu kinataka utunzaji. Tangu tuanze tumeongelea hakika viungo vingi sana. Na ndugu mpendwa, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu wetu tupate kujua jinsi Mungu wetu yeye mwenyewe alitaka hakika tutunze kila kiungo ambacho kiko katika mwilini mwetu. Na jinsi tunavyosema ya kuwa Mungu wetu hakika ndio daktari mkuu kuliko wale madaktari wale wowote ambao unaweza kudhania pengine wako Amerika, sijui wako India. Hakuna yule ambaye anayeshinda Mungu wetu katika afya zetu. Yeye ndiyo alituumba, na kwa hivyo ako na jawabu la utunzaji wa kila kiungo chetu. Ndugu mpendwa, siku ya leo tunaenda kuongelea juu ya shida ya mate. Pengine saa hizi hivi vile ninaongea na mtu ambayo ako na shida ya mate, yani saliva. Mate kumbe pia ni shida kwa mwanadamu. Ninaongea na mtu ambaye hana mate kwa mdomo wake. Mdomo wake umekauka. Wengi wametukujia, daktari, mimi mdomo wangu umekauka kabisa, sina mate. Alafu tena kunakuwa na wengine ambao mate yani imejaa ndani ya mdomo. Tena wengine wanakuja wanasema, daktari, mimi mate yanajaa tu tena kwa mdomo mpaka yananiletea hali ya kutaka kutapika. Yanajaa mpaka mtu anatema, mate yamekuwa mengi. Ninaongea na mtu wa shida kama hizi mbili. Na kama wewe hauja kuwa na hiyo shida, pengine uko na jamaa wako ambaye ako na hiyo shida. Uko na rafiki wako ambaye ako na hiyo shida. Uko na jirani wako ambaye ako na hiyo shida. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni vizuri tukue watu ambao tunajali wenzetu, yani tupende wenzetu jinsi tunavyojipenda sisi wenyewe. Unaweza ukaenda ukasema ya kuwa wewe huna shida, lakini kwa sampuli ya hao watu ambao nimekutajia, umesikia wako na hiyo shida, ama umesonga nao karibu na umejua wako na hiyo shida. Na tena njia nyingine, kama hauja kuwa nao hivi karibuni, utakuja kuwa na watu ambao wako na shida kama hiyo ya kukuwa na mate mengi kwa mdomo ama kukosa mate. Na pengine wewe ni mmoja wao, na kama sio mmoja, jinsi tulivyo hapa duniani, ulimwengu, ndugu mpendwa, kama haujafikiwa na hilo jambo, pengine liko njiani linakuja. Nikisema hivi ndugu mpendwa, sisemi ya kuwa natakia watu ambao hawajakumbana na shida. Ndiyo, shida zote za dunia haziwezi zikakukumba wewe tu peke yake.
Lakini tunaambiwa katika neno la Mwenyezi Mungu ya kuwa mwanadamu ambaye alizaliwa na mwanamke ambao ako chini ya jua, hakika na alikuja hapa duniani, ni mwanadamu ambayo ni shida tupu. Kwa hivyo tupende tusipende, tuko chini ya mamlaka ya muovu Shetani ambaye alitupwa hapa chini. Vita vilivyokuwa kule juu mbinguni, Michael alipopigana na akashinda huyu Lucifer ambaye sasa tunamuita Shetani, akatupwa hapa chini duniani ama ulimwengu, mpaka wale ambao walikuwa juu mbinguni, wa malaika watakatifu ambao hawakuanguka katika shida. Sauti ikasikika ikasema, ole wale waishio ulimwenguni, Ibilisi Shetani ametupwa kwenyu. Yaani walipolia hii sauti, ina maana Shetani ako na mamlaka, ako tayari kupea wanadamu shida tofauti, na hasa shida ambazo ni za ugonjwa. Ninapokuwa katika mambo ya afya, magonjwa yote yanasababishwa na muovu Shetani ambaye analeta mvuto kwa mwanadamu ili hakika apate kuacha njia za Mwenyezi Mungu, ili afuate zake, na hizo zake zitamuelekeza katika shida, na hii shida itakuwa ni ya magonjwa. Kwa hivyo ndugu mpendwa, Ibilisi Shetani ni mubaya na ni muongo. Ametuletea shida tusipofuata maagizo ya Mwenyezi Mungu. Tayari maagizo ni mawili, aidha ya Mwenyezi Mungu ama ni ya Ibilisi Shetani. Kwa hivyo ndiposa ndio nimesema ya kuwa kama hauja kuwa na shida ile yoyote ambayo ya magonjwa ambayo nimeongelea hapa, kama wewe hujapata, itakuwa kwa mwenzako. Na Mswahili alisema, ukiona ya mwenzako ikinyolewa, nawe kichwa chako ukiweke tayari, ukiweke maji, wewe uko laini pia kunyolewa. Kwa hivyo ni vizuri mahali ambapo ulipo pia uwe mumishonari. Unaposikia jambo na mwenzako ako nalo, ninapoendelea kuwafundisha hapa katika TV, uwe mwinjilisti ambaye ni wa afya, ambaye pia utaelekeza mwenzako kama wewe hauja kumbana na hiyo shida, ili naye apate usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Ijapokuwa kuna madawa ambayo hautaweza kuyajua, lakini tiba ya Mwenyezi Mungu ni rahisi wewe pia upate kumpashia ili apate kujikinga nayo. Na kinga wakati mwingine inakuwa tena ni nzuri sana, ni matibabu mazuri sana kuliko kile chochote. Kwa hivyo tunapoendelea katika shida ya mate ama saliva problems, utajuaje ya kuwa hakika wewe uko na shida ya saliva ama mate? Utakuta ya kuwa hautakuwa na mate ya kutosha. Mdomo wako utakuwa tu unakauka, very dry mouth. Ama tena utajikuta kwa upande mwingine ya kuwa mdomo wako unajaa tu mate, na unajua mate inaposimama kwa mdomo itakuletea kile ambacho tunaita kwa kimombo ya kuwa nausea, yaani kujisikia kana kwamba wewe hakika unataka kutapika na tena hutapiki. Na tunaona ya kuwa
mate yasipokuwa katika mdomo, hautakuwa na ushagaji mzuri wa chakula chako kile ambacho unakula. Watu huwa wanafikiria ya kuwa ushagaji wa chakula huwa unakuwa kwa tumbo ama unaanzia kwa tumbo. Kumbe ndugu mpendwa, ushagaji wa chakula vile Mungu wetu alituumba, that is digestion, inaanzia kwa mdomo. Ushagaji wa chakula unaanzia kwa mdomo, na ndiposa ndio wataalamu wamesema ya kuwa yani chakula chetu tunapokula kinafaa kitafunwe vizuri kabisa. Kitafunwe kikichanganywa pamoja na mate. Mate inakuwa kama lubricant. Yani yale mafuta ama yale mafuta ambayo yanafanya mashini ipate yani kutembea tunapokuwa tunasema maneno ya factory ama industries. Kwa hivyo ushagaji wa chakula cha mwanadamu, ndugu mpendwa, inaanzia kwa mdomo. Na saliva inakuwa na ile chembe chembe ambayo inakaa kana kwamba ni kamazi. Yani mucari. It is mucari. Kwa hivyo kumbe chakula chetu ndio tuone ya kuwa kimeshagika vizuri kwa mdomo, ni vizuri kichanganywe vizuri kwa mdomo na mate igeuze mpaka kile chakula kianze kuwa kitelezi. Ukiwa unakula na uone ya kuwa chakula chako sasa kimeanza kuwa kitelezi, kinakaa kana kwamba makamazi, jua ya kuwa wewe bwana digestion yako umeianza vizuri. Sasa kile chakula kinapoteremuka kupitia kwa esophagus, that is gullet, ili kielekee katika utumbo, that is stomach, ambapo sasa kunakuwa na hydrochloric acid ambayo sasa itariliziwa kama kimekuwa cha proteini, acid ya proteini itariliziwa. Kwa hivyo tunaona ya kuwa kama ni digestion ya carbohydrate, hakika inafaa ianze kwa mdomo. Carbohydrate pamoja na protini, inafaa ushagaji uanze kwa mdomo na ilete ile mucari. Na kama hautakuwa na saliva ama mate ya kutosha, wewe utakosa hiyo step. Utakosa step ya ushagaji wa chakula na itakuletea shida katika utumbo wako ama mwili wako. Kwa hivyo ni vizuri kabisa tuwe na mate ya kutosha. Ni nini hii ambayo inafanya mtu awe na kukosa mate kwa mdomo? Kwa kimombo wanasema inadequate diet. Tunaposema inadequate, inasemekana chakula ambacho hakitoshi. Chakula ambacho hakitoshi. Sio chakula ambacho ni cha aina fulani. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni vizuri tunapoanza kula, tukule chakula ambacho kinatosha katika mwili wetu. Mtu anaweza kuniuliza chakula ambacho kinatosha ni chakula cha aina gani? Kila mtu ako na utumbo wake, na mara nyingi niliwaambia kama sisi wenyewe tumeharibu tumbo zetu. Kama tungekuwa tumeshapata mafunzo haya mapema tukiwa tungali tuko watoto, tungekuwa na tumbo ambayo hakika sasa chakula kingekuwa kinatosha, kingekuwa the same level. Lakini kwa sababu tumeharibu utumbo wetu, kila mtu ako na vile tumbo yake inabeba chakula. Kwa sababu mimi nikikwambia ya kuwa wewe kula nusu sahani, sijui wewe ulianza kuharibu tumbo yako namna gani, kuharibu jinsi gani. Unajua, tena nitarudia, tumbo ya mwanadamu vile iliungwa na Mwenyezi Mungu ilitoshana na ngumi. Ule ambaye ananiona katika TV, kunja mkono wako hivi, hiyo ndio ngumi.
Ukiona vile ngumi yako inatoshana, sasa hiyo ndio size ambayo Mungu wetu alituumbia tumbo yetu itoshee hivyo. Lakini wewe unapoona tumbo yako, utaweka ngumi ngapi? Unafikiria ni ngumi ngapi utakunja ndio itoshee kwa hiyo tumbo? Unaona vile tumeharibu tumbo zetu. Kwa hivyo ni vibaya sana nitakapokuambia ya kuwa kula sahani moja, kula nusu sahani, inategemea wewe uliharibu utumbo wako kiasi gani. Tunaambiwa ya kuwa unafaa ukule chakula ambacho ni kama ngumi. Lakini ukiona tumbo yako, wengine ni kama utaweka ngumi 20. Ndio itoshe kwa tumbo. Wengine utaweka kama ngumi 5, wengine 10. Pengine wengine ngumi 30. So unaona tumbo imekuwa kama blada. Imenyauka, sijui inavurutana hivyo kama blada. Kwa hivyo ni vizuri ule chakula ambacho utajisikia ya kuwa kimetosha kwa tumbo. Ndiposa ndio ukuwe na mate mazuri ambaye hakika inatakikana. Kula ujisikie ya kuwa umeshiba. Hii mambo ya watu kusema kula kidogo, eti saa hizi madaktari wamekuja wengi. Mtu anakuambia wacha kukula sana, kula kidogo. Kidogo ya mwingine sio kidogo ya mtu fulani. Kidogo yako haitoshani na yangu. Itategemea tumbo lako ni namna gani. Ninaweza kuambia mtu kula kadogo na tumbo inaingia ngumi 20 na umeweka ngumi 1. So unaona wewe utakuwa na inadequate diet, chakula ambacho hakijatosha. Wewe utakosa nguvu. Mimi Kenya kama mtaalamu vile nimefikiwa na wagonjwa wengi sana, kila ambacho ninaweza kukuadvise, kula chakula ujisikie umeshiba, lakini usipitilishe. Usikule chakula mpaka umeshiba lakini sasa unaona kana kwamba tena sasa tumbo inataka kupasuka. Hapo sasa utakuwa umepitilisha. Lakini kula chakula, unapokula ujisikie umeshiba. Ujapitiliza, ujakula zaidi, ushindwe kupumua, ushinde kusimama, ushinde kukaa. Hapo sasa utakuwa overeat. So inategemea, unaweza kula chakula sahani 2 na bado hujashiba. Wewe kula, kwa sababu tulishaharibu tumbo. Tulianza kuweka chakula mingi, hatukuwa tumejua maneno ya afya, tukaharibu. Sasa tumbo imekuwa blada, inaingia ngumi mingi sana. Kwa hivyo ndugu mpendwa, kuambia mtu kula kidogo, kula nini, utafanya huyo mtu akose mate kwa mdomo ama akose nguvu. Magonjwa mengine yamuingie. Kwa sababu wewe huwezi kujua mwingine aliharibu tumbo yake kiasi gani tangu utoto. Kwa hivyo hiyo advice tupate kuona. Kitu kingine ambacho kinafanya tena mate isiwe ndani ya mdomo wetu ni kukosa maji. Not drinking enough fluids. Uwa hauchukui yani vitu vya maji vya kutosha. Vitu kama uji, vitu kama supu, vitu kama maji. Wewe chakula chako ni dry. Mimi nikuwa kama mama, hakika nimekutana na watu, pengine wageni wametembea kwangu na wewe pia wageni wametembea kwako. Ama na jinsi waume wa wengine wamezoea ama wangu vile wamezoea. Mwingine anasema mimi sipendi mboga ambayo iko na supu. Wewe umejikosea. Kwa hivyo yeye anataka kule vitu ambavyo ni dry. Ugali, for example, wacha tu mboga ya majani kibichi, tuseme ni nyama. Anasema mimi nataka ugali kwa wale ambao wanatumia nyama. Sisemi ya kuwa sasa mimi nimeunga mkono ulaji wa nyama na nilikuwa nimeongea ubaya wa nyama hapa. Eti mimi nataka tu ugali na nyama choma bila supu.
Na wengine tumesikia hata wamepiga wake wao eti wamepika mboga. Sasa mboga tunaweza kusema ni samaki, ni mboga ya majani, ni kuku, vitu kama hivyo. Wamepigana pale nyumbani, mwanaume amechokoza bibi yake na kumupiga ya kuwa huyu bibi huwa anapika mboga na supu mingi. Sasa anatoa tu, anataka dry. Mwishowe wewe utakuja kuwa na shida ya kukosa mate kwa mdomo. Kwa sababu tunaambiwa ya kuwa ndiposa ndio mdomo usije ukakosa, jameni, usije ukakosa mate, ni vizuri ukuwe na fluids mingi, supu iwe ya kutosha, chai unakunywa, uji unakunywa, maji nayo unakunywa jinsi inavyotakikana. Unapokosa hizi vitu, pengine ndio imekuwa shida yako ya kukosa mate kwa mdomo. Jambo lingine, kama wataalam tunasema ya kuwa you need to have vitamini A. Vitamini A, tunakuwa na madawa ambayo yako na vitamini A, na tunaweza pia kukuelekeza kwa vyakula ambavyo viko na vitamini A. What is the natural remedies now? Tunapoendelea hakika tunapoendelea kumalizia, ufanye nini kama wewe hakika uko na shida ya mate kuwa mingi ama mate kukosa katika mdomo wako? Tunaona ya kuwa at least sasa kwa maji ambayo wewe unaweza kupata kila wakati, usikose yani kutumia maji glasi kama 2 mpaka 3. Na haya maji yanafaa yawe ni vuguvugu ambayo yako na joto ya kutosha, ili ipate kuwa inaamusha zile enzymes ambazo ziko kuna mashini ambazo ama catalyst katika midomo yetu ambazo zinaamusha zile salivary glands in the mouth, mpaka inatakikana unywe maji ambayo ni vuguvugu. Ukinywa maji ambayo ni baridi, zile glands zitalala tu, hazita produce ile mate. Na haya maji tunapoyakunywa, inatakikana uwe unakunywa haya maji dakika 15 ama 30 kabla ya chakula ama baada ya chakula. Na tunaambiwa ya kuwa hakika pia ukiwa ya kuwa uko na mate ambayo ni machache, utumie ndimu, tumia lemon. Lemon hii ni vizuri uile kabla haujakula. Unasikia wewe ambaye hana mate katika mdomo wake. Tunaona pia tumezungumzia juu ya carrot juice. Juice ni nzuri, jaribu pia kutumia juice ambayo hakika itakusaidia. Na katika mboga ambazo tunasema ni vitamini A, ni vizuri pia kama utatumia mboga ambazo ni za kijani kibichi na mboga zingine ambazo ni za manjano, zitafanya ukue na mate ya kutosha. Kwa hivyo ni vizuri kabisa utumie hivyo vitu. Na kama wewe utakuwa na mate ambayo ni mengi sana, tunakuhimiza upate kuona kama uko na allergy ya aina fulani katika mwili wako ama katika vyakula. Tunaona watu wengi ambao wanakuwa allergic to certain foods. Yani anapokula chakula cha aina fulani ana react. Hiyo inaweza kufanya ukuwe na mate mengi sana kwa mdomo. Sana sana wale watu ambao wanakuwa na mate mengi kwa mdomo, imetokana na vyakula ambavyo akila ana react. For example, kuna watu ambao wakila tuseme maharage ama wakikula vitu ambavyo ni vya proteini, mwili inaanza kufura. So that person ako allergic kwa protein. Iwe protein ya wanyama, that is animal protein, ama vegetable protein.
proteini ya aina yoyote. Wengine wanakuwa allergic, tuseme for example kwa nyama, anapokuwa, also it is a protein, anapokula anaanza kutoa chafya, macho inaanza kuwa mekundu. Umeona? Mwingine anakuwa so much allergic ili anaanza kujikuna. Umeona? Anapokula chakula cha aina fulani. Watu wa aina hiyo wanakuwa na shida ya mate kuwa nyingi kwa mdomo wake. Kwa hivyo ndugu mpendwa, tumeongelea juu ya problems of saliva, yule ambaye anakosa mate na yule ambaye anakuwa na mate mengi. Kwa hivyo ni vizuri kabisa upate kuona it seems to have too much saliva. Sasa wewe ni vizuri upate kuwa very much careful on the food that you take. Kuna madawa ambayo tunakuwa nayo, either uko na mate mengi ama na mate machache, ambayo tumefanyia research tukipeleka pale KEMRI na watu wamekuwa sawa. Tunapomalizia, Mungu wetu anatuagiza namna gani? Tunaposoma katika 2 Corinthians chapter 1 verses 22. Na ndugu yangu, nilikuhimiza hivi, unaposikia ninapotamuka, yani kitabu cha Mungu cha Biblia, chapter na verse, ni vizuri uwa unanifuata nyuma. Baada ya hapa nawe pia upate kusoma, uone Mungu wetu anataka namna gani. Tunaambiwa thank God every day for temporal blessings. Tumshukuru Mungu. Shukuru Mungu kila siku kwa ile baraka ambaye anatupa ya hapa duniani. Unajua baraka ambazo tunapata hapa duniani ni temporal, ambazo yani sio za kudumu. Whatever comforts, hata kama unajisikia vizuri wewe kidogo tu kwa maisha ya saa hii, tunafaa tumshukuru Mungu. Kwa sababu ako na mibaraka kwetu sana hapo za mbeleni. Yani after this time, after mibaraka ya hapa, after maisha ya hapa, tutakuwa na maisha ya mbinguni ya milele na milele. He has a bright future for us. And he will complete well his plans. Vile yeye hakika ametuumba. Tunapopata mibaraka hapa duniani, zile kidogo, hata kama tunapitia kwa shida, tunafaa kila wakati tunampea shukrani, kwa sababu kwanza kabisa mibaraka ambazo Mungu ametupa tunaona ni uhai. Ukiwa hai huo ni mbaraka mkubwa sana. Wengi wametaka kuwa hai lakini hawajakuwa. Kwa hivyo, lakini baada ya sisi kuona mibaraka midogo midogo ambazo anatupa, pengine ng'ombe wetu, pengine watoto wetu, pengine shamba yetu, pengine kutembea kwetu, hakika tunapofika salama salamini, tunafaa tupate kujifunza kumwambia Mungu asante, ni tukijua ya kuwa ako na mipango mema sana kwetu, ili baada ya hii dunia tena tutapata mibaraka mizuri zile ambazo alitupangia. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema na apate kukubariki. Tunapokutana tena siku nyingine kuhusu, hakika tutaona mdomo ambayo inanuka. Asante na Mungu akubariki.